Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Aprili 17 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa ulinzi wako, rehema yako na upendo wako. Umekuwa mwema kwetu, umetulinda na kutuongoza, umetutakasa na kutubariki, na jina lako litukuzwe sana. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza mada hii, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kwa macho ya imani. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 ya 18. Neno la Mungu linasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Sifa ya juu kabisa ya akili haiwezi kuchukua nafasi ya usahili wa kweli wa uchaji Mungu wa kweli. Biblia inaweza kusomwa kama vile tu tawi la sayansi ya kibinadamu linavyoweza kuwa, lakini uzuri wake, ushahidi wa nguvu yake ya kuiokoa roho inayoamini, ni somo ambalo halichunguzwi kwa namna hiyo. Ikiwa utendaji wa neno hauonekani maishani, basi upanga wa roho bado haujajeruhi moyo wa asili. Unakuwa umefunikwa katika ubunifu tu wa kishairi. Hisia za mhemko zimefunika kiasi kwamba moyo haujahisi vya kutosha ubora wa makali yake, kutoboa na kukatilia mbali madhabahu ya dhambi ambapo nafsi inaabudiwa. Macho ya mioyo lazima yaangaziwe, ndipo moyo na akili zitaletwa kufikia mapatano na Mungu, ambaye ni ukweli. Yeye amtazamaye Yesu kwa jicho la imani haoni utukufu ndani yake mwenyewe, kwa kuwa utukufu wa mkombozi unaakisiwa akilini na moyoni. Upatanisho uliopatikana kwa damu yake unatambuliwa na kuondolewa kwa dhambi huhamasisha moyo kutoa shukrani. Akiwa amehesabiwa haki na Yesu, mpokeaji wa ukweli anabidishwa kujisalimisha kabisa kwa Mungu na anawekwa katika shule ya Kristo ili kwamba amjifunze Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Maarifa ya upendo wa Mungu yanaenezwa kila mahali moyoni mwake. Anatamka, lo, upendo wa ajabu, wema wa ajabu, akizing'ang'ania ahadi kuu kwa imani. Anakuwa mshirika wa asili ya Mungu. Moyo wake unapokuwa umeondolewa ubinafsi, maji ya uzima hutiririka ndani yake. Kisha utukufu wa Bwana unaangaza toka kwake. Mwanadamu anapodumu kumtazama Yesu, anabadilishwa na kufanana na Mungu. Kristo anawatazama watu wake katika usafi na ukamilifu wao kuwa zawadi ya mateso yake, fedheha yake na upendo na nyongeza ya utukufu wake. Yesu, kitovu kikuu, ambamo ndani yake hutoka mnururisho wa utukufu wote. Hii ni Aprili 17 ya mwaka 2026, tukijifunza mada isemayo kwa macho ya imani. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
yanayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.